na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Wakati dunia haikuwa na chochote, ilikuwa utupu bado, lakini roho ya Mungu ilikuwa inatulia juu ya vilindi vya maji. Kulikuwa na giza, ni sawa. Kulikuwa hakuna chochote, ni giza tupu ambayo ilikuwa, lakini bado roho wa Mungu alikuwa ametulia. Roho wa Mungu bado, Mungu alikuweko wakati hakukuwa na chochote duniani. Wakati kulikuwa there was nothing, there was chaos. Kiingereza ukisoma vizuri bado, lakini roho wa Mungu alikuwa ametulia. Roho wa Mungu alikuwepo wakati hakukuwa na kitu. Wakati kulikuwa na giza, giza ilikuwa imejaa dunia yote, roho wa Mungu bado alikuwepo. Mstari wa tatu. Wakati kulikuwa bado na giza, bado Mungu alikuwepo. Wakati hakukuwa na chochote, bado Mungu alikuwepo. Mstari wa 3. Mungu akasema iwe nuru. Wakati kulikuwa na giza, Mungu alikuwepo. Wakati hakukuwa na kitu duniani, Mungu alikuwepo. Mstari wa 3 inasema ya kwamba Mungu akasema na kuwe nuru. Kwa hivyo neno la Mungu ambalo alisema la kwanza ni kwamba na kuwe na nuru, na Biblia inamaliza kusema ya kwamba na nuru ikakuwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hakukuwa na nuru mpaka pale Mungu aliponena. Wakati Mungu alitoa neno lake akasema ya kwamba na kuwe na nuru, ndio nuru ilikuja. Lakini wakati kulikuwa na giza, bado Mungu alikuwepo pale. Bado Mungu alikuwa anatamalaki pale. Bado Mungu alikuwa ndiye mwenye dunia na nchi yote na mbingu. Bado Mungu alikuwa ndiye mwenyewe, na alikuwa in control of everything. Lakini bado kulikuwa na giza. Lakini wakati alisema ya kwamba na kuwe na nuru, wakati neno lake alilitoa, kukakuwa na nuru. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu neno la Mungu ndio nuru. Neno la Mungu ndio nuru. Neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu ndio huleta nuru katika maisha yetu. Neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu ndio linaleta nuru katika maisha yetu, katika shuleni, tukiwa nyumbani, mahali popote ambapo tupo, ndilo ambalo linaleta nuru katika maisha yetu. Kama ni ambao wameajiriwa, bila neno utakuwa bado katika giza. Wale ambao wanafanya biashara zao, kama bado hauna neno la Mungu, Mungu hajatoa neno katika kinywa chake, utakuweko pale katika nuru, katika giza. Utakuwa ukitembea katika giza. Hata kama Mungu yuko, na Mungu ndiye alikuumba, na Mungu ndiye amekuweka mahali upo, lakini kama bado Mungu hajatoa neno katika kinywa chake kusema ya kwamba na kuwe nuru, utakuwa ukitembea katika giza. Bwana asifiwe sana. Na ndio Kristo hapo ambapo tunasoma, wakati alianza shughuli zake ama alipoanza huduma yake, kwanza alirudi katika maandiko. Alirudi katika neno la Mungu. Je, Mungu amesemaje kuhusu maisha yangu? Je, Mungu amesemaje, ama neno la Mungu ambalo limetoka katika kinywa chake linasemaje kuhusu huduma yangu? Linasemaje kuhusu kutoka hapa kwenda pale? Linasemaje kuhusu maisha yangu katika ulimwengu huu? Huu ni Yesu Kristo mwenyewe. Alikuwa Mungu, lakini alirudi katika maandiko, na Biblia inasema ya kwanza akatafuta mahali palipoandikwa kumhusu yeye. Kwa hiyo ni kutafuta, alitafuta mahali ambapo palikuwa pameandikwa kuhusu yeye.
Bwana asifiwe. Naenda chini kwa sababu ni watoto wanaongelea ili tuelewane. Bwana asifiwe. Akatafuta, alienda kwa Biblia, akatafuta mahali palipoandikwa kuhusu yeye. Na sisi kwa sababu tumekuja katika ulimwengu huu, na Mungu alikuwa anajua ya kwamba tutakuja wakati kama huu. Alijua tutakuwa mahali hapa. Alijua tutakuwa tumezaliwa wakati kama huu. Iko neno letu ambalo alikuwa ameliweka katika maandiko. Bwana asifiwe. Alijua tutakuwa. Akaambia Yeremia ya kwamba kabla sijakuumba nalikujua, kabla sijakuweka katika tumbo la mama yako nilikutakasa uwe nabii. Na akampatia kazi ambayo alikuja kuifanya. Pia ukirudi katika kitabu cha Yohana 1 mstari nafikiri wa 6, akaambia neno la Mungu linasema ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alitumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Naye alikuja, kwa hivyo ni kutumwa, alitumwa kutoka kwa Mungu. Hapo tutoa Yohana, tuweke jina lako ya kwamba kuna mtu alitumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Petro. Weka jina lako hapo. Kuna mtu alitumwa kutoka kwa Mungu, jina lako, weka jina lako. Kutoka jina lako. Bwana asifiwe. Kuna mtu alitumwa kutoka kwa Mungu, jina lake ni Yohana. Naye alikuja, Biblia inasema, inaongeza kusema ya kwamba alikuja awe kama shahidi. Na wewe ulikuja kama nini? Ulikuja kama nani? Unajua yako. Na siko kwa maandiko. Bwana asifiwe. Iko katika maandiko. Ya kila mtu iko katika maandiko. Alikuja kufanya nini? Yeremia akaambiwa ametumwa akiwa nabii wa mataifa. Yohana akaambiwa amekuja akiwa shahidi wa ile nuru ambayo inakuja. Na Yesu Kristo yake ilikuwa imeandikwa katika maandiko ama katika Biblia ya kwamba alikuja kufanya nini? Tumesoma, amekuja kufungua waliofungwa. Na wewe kuna jambo ambalo Mungu alikusudia ukuje ufanye hapa duniani. Alikuleta akiwa na sababu. Alikuleta akiwa na kusudi. Na sio kitu ndio tulisoma sana. Bwana asifiwe sana. Kuna jambo, ule mchungaji alikuwa hapa siku ya Jumapili. Hiyo maneno ndio alikuwa anafunza. Ya kwamba kuna jambo ama kuna kusudi ambalo Mungu alikukusudia wewe ufanye. Lakini ole wako kabla hujaona katika maandiko. Na ndio usikia hiyo mchungaji alikuwa anatuhimiza ya kwamba je, umesoma maandiko ili ujue kusudi la Mungu ni nini katika maisha yako? Je, umesoma maandiko ya kutosha ujue Mungu alikusudia wewe ukuje ufanye nini katika dunia? Bwana asifiwe. Lakini kama bado hujajua ama hujaelewa ama hujasoma Biblia ukajua Mungu alikusudia nini katika maisha yako, ole wako, utaenenda bila neno. Na neno Biblia inasema ya kwamba neno lako ni taa, ni nuru ya miguu yangu na taa ya njia yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe utaenenda umejaa giza. Maisha yako yatakuwa giza. Na Mungu yuko, Mungu atakuwa. Kwa sababu Biblia hapo imesema ya kwamba Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Hata kama dunia ilikuwa imejaa giza, ilikuwa utupu, ilikuwa haina chochote, lakini bado Mungu alikuwa. Na wewe kama bado haujajua neno lako, haujajua ama haujaelewa ama bado haujapata neno lako katika maandiko, Mungu bado atabaki akiwa Mungu na atakuwa katika maisha lako, lakini utatembea katika giza. Bwana asifiwe sana. Nikusema ya kwamba ukisoma katika kitabu cha
Yohana 9 hapo nafikiri mstari wa 4 inasema ya kwamba nitafanya kazi za aliyenituma bado kukiwa na mwanga ama kukiwa na nuru, kwa sababu hakuna mwanadamu ama mtu ambaye anaweza kufanya kazi ya Mungu kama bado kuna giza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wewe utaishi maisha, umalize maisha yako hapa duniani bado ukiwa katika giza. Bwana yetu asifiwe sana. Tutafute neno la Mungu katika maandiko, tuone yanasema nini, lakini lazima Mungu atufundulie, lazima kwanza atuambie ni nini hilo. Na Yesu Kristo akaombea wanafunzi wake katika kitabu nafikiri cha Yohana 22 mstari wa 45, akaombea wanafunzi wake wafunguliwe akili zao waelewe maandiko. Bwana asifiwe sana. Lakini utafunguliwa akili zako, mawazo yako, ujue neno lako liko wapi katika njia ya maombi. Bwana asifiwe. Njia ya maombi. Kama hatutakuwa watu waombezi, kama hatutakuwa watu wa kuomba, hatutajua neno letu liko wapi. Mungu anasema nini kutuhusu? Mungu anasema nini kuhusu maisha yetu? Bwana asifiwe sana. Mwalimu, neno lako unajua mahali liko? Katika maandiko. Liko. Limeandikika. Mungu alijua utakuwa. Kwa sababu katika kitabu cha Waefeso 1:4 nasema kwamba kabla ya misingi ya dunia kuwekwa alikujua wewe, kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Na kwa hivyo akaweka neno lako katika kitabu chake ili kwamba ulijue, ulielewe, uenende katika nuru. Bila neno na Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 10 sijui na ngapi hapo, inasema ya kwamba Mungu huangalia neno lake kulitimiza. Kama basi hauna neno lake juu ya maisha yako, hawezi kulitimiza. Kabla haujalijua, haujalielewa, haujalitafuta, ukaliona, Mungu hawezi akalitimiza. Litabaki kuwa vile lilivyo, hata litimiza. Mungu anaangalia, je, huyu mtu wangu amejua neno lake katika maandiko? Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba akatafuta neno ambalo lilikuwa limeandikwa kwa sababu yake. Bwana asifiwe sana. Na naangalia masaa. Mungu akasema na kuwe nuru. Basi kama Mungu bado hajasema katika maisha yako, kama Mungu hajasema katika masomo yako, kama Mungu hajasema katika biashara yako, kama Mungu hajasema mahali umeajiriwa, kabla hajatoa neno lake juu ya maisha yako, basi utakuwa ukitembea na ukienenda katika giza. Bwana asifiwe sana. Na mawimbi yatakuwa. Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake wanaenenda kando ile nyingine katika bahari, na alikuwa amelala chomboni wakiwa na wanafunzi wake. Yesu Kristo amelala chomboni, wanafunzi wake walikuwa katika merikebu, na mawimbi yakakuja. Mawimbi yakapiga kile chombo, yakakipeleka huku na huku. Wanafunzi wake walikuwa wanang'ang'ana chombo kisianguke, chombo kisiangamie, lakini Yesu bado alikuwa amelala. Alikuwa ndani ya ile chombo, alikuwa ndani ya ile merikebu, lakini ilikuwa inapigwa na mawimbi, upepo ulikuwa, lakini bado Yesu Kristo alikuwa amelala. Na walipomwamsha akaamuka. Alipoamuka akatoa neno lake, akasema, mawimbi haya nyamaza.
kuweni na amani, na chombo kikatulia. Bwana asifiwe sana. Basi kama Yesu hajanena neno katika maisha yako, utakuwa bado na mawimbi yanakupiga huku na kule, yatakuwa yakikupeleka kule huku na huku, kwa sababu bado amelala, ako katika maisha yako. Hujamuamsha ili anene juu ya maisha yako, hujamuamsha ili anene juu ya masomo yako, hujamuamsha ili anene juu ya hatima yako, hujamuamsha ili anene juu ya watoto wako, hujamuamsha ili anene juu ya kazi yako. Lakini atakuwa, lakini kwa sababu hatujamuamsha ili anene, akinena kutulie ili tuendelee na safari. Yesu alipoamuka akatuliza bahari, wanafunzi wakafika walipokuwa wakienda ng'ambo nyingine ya bahari. Lakini kama bado hatujamuamsha atoe neno juu ya maisha yetu, itakuwa ikipigwa huku na huku na bahari, na sijui kama tutafika tukiwa salama. Bwana asifiwe. Na tuombe Mungu siku ya leo ya kwamba atupatie neno letu, ya kwamba atupatie ufunuo katika maandiko, kwa sababu ameweka neno letu juu ya maisha yetu, juu ya hatima yetu, juu ya biashara zetu, juu ya watoto wetu, juu ya chochote ambacho tunakifanya. Amekiweka katika maandiko yake, ni tukitafute. Yesu Kristo akatafuta, alipopatiwa chuo akatafuta mahali palipoandikwa juu yake. Kisha hapo ambapo tumemalizia, Biblia imesema ya kwamba akakifunga. Bwana asifiwe. Akakifunga ni kusema ya kwamba ama kile ambacho amekufunga hakuna anaweza kukifungua. Ni yeye mwenyewe akufungulie mahali palipoandikwa juu ya maisha yako, ili maisha yako yawe katika nuru. Lakini tukitembea bila neno katika maisha yetu, tutakuwa tukitembea katika giza. Bwana asifiwe. Neno lako ni taa ya miguu yangu na nuru ya njia yako. Neno lako. Bwana asifiwe. Kuna mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake kuna mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Juliet. Kuna mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Shiko. Jina lake Shiro. Jina lake Hope. Ulitumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake Masi. Jina lake, kuna mtu alitumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Karo. Jina lake Shiro. Na alitumwa akiwa na kusudi. Mungu alikuwa na kusudi na maisha yako. Alikuwa na sababu kwa nini siku ya leo uwe duniani. Bwana asifiwe. Na ili kutimiza ili ambalo uliitiwa, ili ambayo ulikuwa uzaliwe, basi Mungu ndiye atakupatia kwa nini ama sababu yake. Bwana asifiwe sana. Ili tutembee katika nuru, ili maisha yetu iwe na maana, ili maisha yetu tupate ambacho Mungu alikusudia, ili maisha yetu iwe na manufaa, ili tufike mahali Mungu alikusudia tuwe. Basi lazima tutafute neno la Mungu katika neno lake juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Iko mtu ana swali? Iko mtu ana swali?
ambayo tumesoma siku ya leo, mimi niko na swali. Basi nitakuuliza ama nikao? Ni basi. Bwana asifiwe. Karo, Mungu alikuwa anajua utakuwa siku ya leo? Alijua. Aliweka neno lako katika neno lako na maisha yako katika neno lake, Biblia. Aliliweka. Umelijua mahali liko? Utajua. Hujajua. Amesema ajue. Lakini utajua. Bwana asifiwe. Tutaomba Mungu atufungue akili zetu, tuelewe maandiko, tujue neno lake juu ya maisha yetu liko wapi. Yesu Kristo akatafuta lake, na sisi tutamuomba kile ambacho alikifunga, chuo kile ama Biblia ile ambayo aliifunga atufungulie ili tuone neno letu liko wapi. Bwana asifiwe. Nataka kuuliza swali. Umelitaja lakini lilitajwa sana na yule pastari mbili. Na akasema kama wewe si muombezi, wewe si rafiki kwanza ya Mungu na wewe si rafiki yake. Si kana hao watu wenye hawaombi. Sasa swali yangu ni hili. Kuna wenye unajaribu kuomba yani ufuatanishe. Lakini sometimes unapata hauombi hata kidogo, yetu tunaenda church, unaimba lakini hauombi. Hiyo ni shida gani juu? Kusema ukweli, mtu kama mimi na maombi yangu inaishia hapo kwa madhabahu. Lakini ni kitu nataka nijue, at least naomba unaona. Na labda si mimi peke yangu, si ndio? Juu mimi yangu kusema ukweli siombagi, hata anti anajua. Mwambie ati niombee, at least niombage, hata nikiamka hata kushukuru. Nasema na tu asante Mungu na naomba blanketi. Sio ni kitu mbaya. Sasa tunaweza fanya aje juu si mimi peke yangu. Najua nimesemea wengi hapa, si ndio? Juu maombi nayo imenishinda kabisa. Luka 18 mstari wa kwanza, akawaambia mfano ya kwamba imempasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kiingereza inasema vizuri, Luka 18 verse 1. Kiingereza naona ikisema vizuri, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Bwana asifiwe. Ingekuwa pasta hii tungeenda mbali. Ingekuwa hii ya kina baba Jose, mjilisi, hii tungeingia ndani. Lakini kwa sababu ya watoto wacha niende chini kidogo. He spake a parable unto them, men ought always to pray. Bwana asifiwe. Okay, kwanza ni ukweli kama mwanadamu mwili huu hautaki mambo ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba siku zote mwili hupingana ama hupingana na roho. Kwa hiyo kwa sababu maombi ni ya roho na huu ni mwili, unakataa maombi, unapingana. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba tuusulubishe mwili huu kila siku, tuusulubishe ili kwamba usikue ndio unatutawala,
mwili huu usitutawale, usituweze, kwa sababu tukikosa kuomba, Biblia inasema hapo mwisho, inasema ya kwamba not to faint. Ukikuwa umefaint ni kusema wewe unataka hewa. Si fainting, unapelekwa hospitali unapatiwa kahewa kidogo. Kama huombi usijali, tutaendelea tu polepole. Naanza polepole. Unajua ile mfano ya wakati waliambia Yesu tufunze kuomba. Aliwaambia nini? Unaanza na hiyo. Anza hiyo. Unaweza fanya mara 3. Hiyo tu. Nasema ni kwa sababu ya hao pia, wewe si wewe hiyo sana, lakini hao. Unaanza na hiyo. Baba yetu aliye mbinguni, mpaka hiyo ujue. Tusemeni jina la Mungu. Our Father in heaven, who is at in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. nataka kuona ni nani aseme. Utakuja kutusemea hapa. Mara nyingine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Tumeomba. Tumeomba. Haya, mwisho ya nguvu sasa. Our Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Asante. Jipigie makofi mazuri. iko mtu anakuangalia hasa. Ni nani huyo? Huyu kijana. Kwanza aende apigwe. Amesikia joto. Amesikia joto sana. Asante. Lakini sasa tukija hapa kutana na hao. Tunaenda hapo.
Na sasa maybe umekaa hivi unasikia okay, nimesema mwili naweza pigana nayo kama kitu inatokea tu, sema kitu imetokea, kitu imekukasirisha, unaona achana na like you really wanted to pray, but now after now Usha said you want to pray, something just happened. Sasa mtu akukasirishe ama mtoya kasi, just something happened. Ama kama mtu hajakasirisha unafeel hata wewe mwenyewe ukijikaza unasikia kabisa hiyo mtu kunabidi all, hata ukijaribu aje, hata ukijaribu ama ukianza kulikuwa na maneno kwa akili, but the moment unaanza kuomba ina evaporate. Sasa hakuna kitu kwa akili, like mimi have struggled with that thing a long time, but nikienda najiulizana ni kwa nini mahali niko peke yangu hivi na watu nikienda kwa mtu nipata kwa shida, naweza muombea, naweza encourage, naweza ikiwa hapa naweza omba, but now I'm at home and me alone now I want to pray mpaka huyu ndiye ananipeka na basi nasema hivi naomba hivi nalala tu ya mwaka na mkutano mwingine kama hii nyumba tunafaa tuombani, tunaomba siku 2 siku 3 tunasahau siku 3 tunaomba siku 3 so inakuwa challenge. Anyway, unajua kama hata wanadamu inaweza kuwa ni kitu ya kawaida, but inakuwa it's a big challenge to you, ama is a big challenge in Christianity. But ukiambia mtu anaonekana hiyo kitu ya joke, ama ni kitu unakataa kufanya, ama ni kitu unaweza ifanya, wewe haelewi hilo kitu struggle kabisa, una struggle kwa kuambia Mungu, lakini usinipe tu nguvu, unajiongelesha but una feel hiyo kitu baada ya yeye mpaka nilikuwa niambia basi sikufungua ni Bible study hapa ile tu unakuja unakaa na mtu anakuelezea mpaka una feel lenyewe nimwambiwa imekuingia, wacha ile tunakuja asubuhi tunafundishwa ile madaka kidogo then service it helps that, but ile unakuja tu unakuwa na time vizuri mpaka unaelezewa una feel lenyewe kama ya understood sana. For example, there's words zenye unaweza tamani kujua kwa Biblia, but ile saa umesoma Biblia kabisa umezishika zimekaa, lakini yeye baada ya 1 hour utakumbuka utajitapa kwa kitu, lakini you never remember anything, but it's a big challenge. Evangelist tusaidie. Tusikie. Halo. Bwana asifiwe. Simama. Kitu cha kwanza niseme maombi inakuwa ni vita. Na kama ni vita lazima ujitayarishe. Maana wakati unapoomba ndio kunakuwa hapo ndio wakati huo unazungumza na Mungu. Na mara nyingi shetani hujaribu kila njia na kila nia ili awezavyo. That's why wakati unasikia hivyo ndivyo unastahili ung'ang'ane kabisa. Hakuna wakati itakuwa rahisi. Maombi hakuna siku inakuwa rahisi. Nasikia hapa mkisema maombi ni kazi. Nasikia hiyo maneno ikisema hapo. Ukingojea maombi iwe rahisi utazeeka kabla haijakuwa rahisi. Maana ni kutoa mwili wako kama dhabihu. Kujitoa si rahisi. Ni ufanye uamuzi ambao ni bora. Uko na usingizi lakini unalazimisha huo mwili utiishe chini ya mamlaka ya Kristo. Hapo ndio utafaulu katika maombi. Lakini usiweke kwa mawazo yako maombi itakuwa nyama itakuwa rahisi. Hakuna siku. Kwanza hiyo wakati unasikia sasa unalemewa, kumbe hata ndio roho anakuaga nini. Hapo katika kazi kwako. Sasa unafaa ujitie nguvu hiyo wakati. So kwa sababu kuna kitu iko ndani yako na lazima
lazima shetani ajaribu kuzuia, maana maombi ndio inafanya mtu anapenya katika mambo ya kiroho. That's why kama uyuko kwa maombi, kuna mambo mengi itakusumbua. Hata kuna tusije tungine tunakuwa fani kwa maisha kwa sababu ya kukosa maombi. Kama ni kuhubiri ukikosa maombi huwezi kuwa na breakthrough. Kwa kuimba huwezi kuwa na breakthrough. Hii inakuwa mara mingi chini ya maombi. Kwa sababu kwa maombi kunakuwa na connection ya kiroho. Kwa maombi. So, ukao ukijua kwamba ni vita na ni uamuzi. Hakuna siku itakuwa rahisi. Mimi sitakudanganya tutakuwa rahisi. Ni ufanye uamuzi. Kama ni dakika 10 umejipea dakika 10, ikuwe hizo dakika 10. Si hata mtu anajiwekea hata time. Na ukifanya hivyo hata kwa mwezi moja tu, Ukianza unaweka time. Unaweka time. Ukiendelea inaendaga peke yake. Unafanya kama mtu mwenye anatumia zile dawa za presha za nini. Huyo mtu sio kitu inakuwa kwa akili yake. Lazima akunywe hiyo dawa iweze kusurvive. So maombi inakuwa hivi. Kwani mtu anakunywa dawa juu ni tamu? Ukunywa dawa juu ni tamu. Maombi juu ni tamu. Lakini kwa sababu unataka huo ushirika wako na Mungu ukuwe na nguvu, lazima ung'ang'ane. Kwa sababu bila maombi katika mambo ya kiroho hakuna mahali unaweza. Sio kiroho mpaka kimwili. Na affect mpaka mwili. By the way, mambo mengi yanatengenezwa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio inafanyika katika ulimwengu wa asili. So kama kuna shida mambo ya kiroho kiasi italeta shida. Tunaenda vizuri baba Joseph tusaidie. Yesu asifiwe. Kuja hapo. Hii ni open session. Unajua uzuri ni kufungua